Hii ni muhimu kwako, mgonjwa wa presha, mgonjwa wa kisukari, mgonjwa wa changamoto za moyo. By the way, nimekuwa nikihudumia wagonjwa wa presha, wagonjwa wa kisukari, wagonjwa wa moyo kwa muda mrefu, kuweza kutatua changamoto hii na kuondokana na maumivu yote yanayosababishwa na haya magonjwa kwa njia ya vyakula. Kwa hiyo hapa ninakupa listi ya vyakula ambavyo unatakiwa kuvitumia. Vyakula hivi hautavitumia kama vyakula ili ule ushibe, bali utavitumia kama tiba, kwa sababu vina uwezo wa kukuponya hayo magonjwa yako yote na ukaacha kabisa kutumia vidonge vya hospitali. Na vyakula hivi ni kama ifuatavyo. Kwanza ni vyakula vya protini. Vyakula vya protini. Tunapozungumzia protini, tunazungumzia nyama ya aina yoyote. Najua umekatazwa nyama nyekundu, lakini kwa uzoefu wangu na kwa utafiti wangu, nyama nyekundu haina shida yoyote na wewe mgonjwa wa presha, mgonjwa wa kisukari, mgonjwa wa moyo. Kwa hiyo unaweza kutumia nyama aina yoyote kama chanzo cha protini, lakini pia nyama ina mafuta mazuri. Lakini pia unaweza kutumia chakula kingine cha protini, mfano wake ni samaki. Samaki aina yoyote ile, lakini wazuri ni sangara au salmon, kwa sababu ndani mwake wana protini, lakini pia wana mafuta mazuri ya omega 3 fatty acid, ambayo haya mafuta yanasaidia kuzibua mishipa ya damu, yanasaidia kuimarisha afya ya ubongo. Kwa hiyo hata wale wenye changamoto ya stroke, haya mafuta ni mazuri sana kwao. Lakini aina ya tatu ya protini unayotakiwa kuzingatia ni mayai, na hapa nazungumzia mayai ya kienyeji. Mayai ya kienyeji unaweza ukayatumia yakiwa yamechemshwa au unaweza kuyatumia yakiwa yamekaangwa. Aina hii tatu ya protini ndizo unatakiwa kuziinclude katika lishe yako yote. Lakini chakula aina ya pili ni chakula ni vyakula vya mafuta. Vyakula vya mafuta. Na hapa vyakula vya mafuta havitofautiani sana na vyakula vya protini, kwa sababu tutazungumzia nyama. Kwenye nyama kuna mafuta mazuri, lakini tutazungumzia samaki. Kwenye samaki kuna mafuta mazuri, lakini tutazungumzia parachichi. Kwenye parachichi kuna mafuta mazuri, lakini pia tutazungumzia nazi. Kwenye nazi kuna mafuta mazuri. Tutazungumzia zeituni. Zeituni kuna mafuta mazuri. Tutazungumzia mawese. Kwenye mawese kuna mafuta mazuri. Kwa hiyo weka utaratibu wa kula parachichi kwa wingi. Parachichi kwa wingi. Na nashauri usitengeneze juisi ya parachichi, bali kula jinsi lilivyo pasipo kulisaga, ili uweze kupata nyuzi zake pamoja na hayo mafuta ya omega 3. Nasaidia kuimarisha afya ya moyo, nasaidia kusafisha mishipa ya damu, nasaidia kufanya mwili kuingia katika mchakato unaoitwa ketosis. Hivyo mwili utaanza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, na mwili ukianza kutumia mafuta kama chanzo cha nishati, tayari uzito utapungua, manyama uzembe yatapungua, mafuta mabaya yataondoka katika mwili. Hivyo pressure itapona, sukari itapona, moyo utapona, hata kama una matatizo ya kansa yatapona. Hiyo ni aina ya pili ya vyakula ambavyo unatakiwa kuvizingatia. Nimesema ya kwanza ni protini, ya pili ni vyakula vya mafuta. Ya kwanza ni protini, ya pili ni vyakula vya mafuta. Unatakiwa kuzingatia vyakula hivi. Lakini maandalizi yake, kwa mfano kama utaamua kupika nyama rosti, kama utaamua kupika samaki rosti, au kama utaamua kukaanga nyama au kukaanga samaki, hakikisha unatumia mafuta ya mzeituni au mafuta ya nazi. Au kama utaamua kukaanga dagaa, kwa sababu dagaa pia wako kwenye kundi hilo la protini, kama utaamua kukaanga dagaa, hakikisha unatumia mafuta ya nazi au mafuta ya mzeituni. Kama utaamua kukaanga mayai, hakikisha unatumia mafuta ya nazi au mafuta ya mzeituni, kwa sababu ndo mafuta masafi. Ukitumia mafuta mengine kama ya alizeti, mafuta ya soya, mafuta ya pamba, mafuta ya kolie, hayo yanaenda kusababisha
yanaenda kusababisha uvimbe kwenye mwili. Na uvimbe ukisha kuwepo ni chanzo cha pressure, ni chanzo cha matatizo ya moyo, ni chanzo cha kansa, ni chanzo cha stroke, ni chanzo cha sukari, ni chanzo cha magonjwa mengi ya lishe. Kwa hiyo zingatia aina hiyo mbili ya vyakula, protini pamoja na mafuta. Unaweza ukaweka vyakula vingine kama mboga za majani, zote hazina shida. Vyakula vya nyuzi vyote havina shida, lakini hizi mbili ndo iwe main katika lishe yako. Sasa vyakula gani uviepuke? Vyakula gani uviepuke? Kwanza, unatakiwa kuepuka vyakula vyote vya wanga, hasa wanga nyepesi. Vyakula vyote vya wanga, hasa wanga nyepesi. Hapa tunazungumzia wali, tunazungumzia ugali, tunazungumzia vyakula vitokanavyo na ngano kama vile chapati, mandazi, keki, mikate, tambi. Vyote hivyo unatakiwa uepukane navyo, kwa sababu vikiingia ndani ya mwili huwa vinasababisha inflammations ama uvimbe. Uvimbe ndiyo chanzo cha magonjwa mengi ya lishe, chanzo cha matatizo ya homoni, chanzo cha matatizo ya pressure, chanzo cha matatizo ya sukari, chanzo cha matatizo ya kansa. Kwa hiyo wanga nyepesi achana nayo. Lakini pia vyakula vingine vya kuachana navyo ni vyakula vya sukari. Vyakula vya sukari vyote achana navyo. Iwe soda, iwe juisi, hata kama ni fresh juisi, kwa sababu fresh juisi zinatengenezwa na matunda yenye sukari. Ndio maana kwenye programu yetu pia tunazuia mtu asile matunda ovyo. Tumeruhusu matunda ya kutumia ni parachichi pamoja na tango peke yake. Kwa hiyo hata fresh juice achana nayo. Energy drink achana nazo. Juisi za kusindikwa viwandani achana nazo. Zote hizo zina sukari. Lakini pia tuje kwenye sukari ya kawaida ya kutengeneza, hii tunayotumia kwenye chai, processed sugar achana nayo. Sukari ya kwenye asali achana nayo. Limit kabisa matumizi ya sukari, kwa sababu sukari zikiingia ndani ya mwili zinabadilika kuwa mafuta. Na bahati mbaya zinabadilika kuwa mafuta yale ambayo hayana matumizi yoyote ndani ya mwili. Kwa hiyo ni chanzo cha inflammations, ni chanzo cha magonjwa mengi ya lishe. Na aina ya tatu ya vyakula ambavyo unatakiwa kuepukana navyo ni vyakula vya mafuta ya mbegu. Mafuta ya alizeti, mafuta ya soya, mafuta ya pamba, yote achana nayo. Hayo yote ni chanzo cha uvimbe kwenye mwili. Ni chanzo cha uvimbe kwenye mwili.